Hallelujah, glory family. Mungu awabariki sana. Asubuhi ya leo karibu sana katika maombi makubwa sana ya kuvunja mikataba. Ninamtukuza Roho Mtakatifu. Asante kwa neema, asante kwa utukufu wako Baba yetu mwema. Tunakuinua na kukutukuza mfalme wa asubuhi ya leo. Tumenyenyekea mbele zako Bwana, tukikusifu na kukuabudu. Asante kwa neema, asante kwa nguvu zako, asante kwa utukufu wako. Wewe ni Mungu mwema kwetu, mfalme uishie na kumiliki na kutawala. Mbingu na nchi imejaa utukufu wa jina lako Bwana. Tunakutukuza kwa sababu ya uaminifu wako. Tunakutukuza kwa sababu ya nguvu zako. Tunakutukuza kwa sababu ya utukufu wako. Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tunakuinua kwa sababu ya wingi wa fadhili zako, wingi wa rehema zako. Tumenyenyekea mbele zako Roho Mtakatifu, tukiomba toba wanao na watoto wako. Tutakase tena Bwana Yesu, tutakase tena Bwana Yesu, tutakase tena na uovu, tutenge tena na uovu katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tunaita damu yako, damu ya thamani, damu ya Pasaka iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya ukombozi. Baba, itusafishe, ituoshe na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Rokoria manda rabashaka randara makuria basando rokosha rekandara makuria basanta rabakosha mandoro koria manda rabakuria basika resekerere sendere bokoria. Baba, rehema ni zako Yesu, rehema ni zako Yesu, rehema ni zako Yesu, rehema ni zako Yesu, rehema ni zako Yesu. Asante Bwana, asante Roho Mtakatifu, asante Baba yetu mwema, asante nikambaye niko, asante Bwana mabwana. Pokea utukufu Yesu, pokea utukufu mfalme, pokea utukufu Yesu, pokea enzi Bwana Yesu, pokea heshima Roho Mtakatifu, pokea uweza Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Popote pale unapotufuatilia, Mungu akubariki sana. Na neema ya Mungu hii ni kubwa. Neema ya Kristo ni kubwa. Kama huja subscribe channel hii, basi chukua hatua ya kusubscribe. Lakini pia chukua hatua ya kupeleka kwa magrupu kila eneo. Waambie habari nzuri za ufalme wa Mungu. Asubuhi ya leo unaposikiliza maombi haya, jiunganishe na madhabahu hii kwa sadaka yako. Na kama unapita kwenye changamoto, basi share pamoja na mimi kupitia namba hizo za WhatsApp, na mkono wa Mungu na kwenda kudhihirika. Lakini pia ni kualika katika group letu la maombi, ambalo maombi yanaendelea moja kwa moja. Unaweza kutuma ujumbe kuomba ujoini kwa maombi, na mkono wa Mungu ukawa dhahiri kwako. Nichukue nafasi kukualika asubuhi ya leo kwa ajili ya maombi maalum ya kuvunja mikataba. Mungu ametupa neema tena ya kusimamisha kazi hii kubwa kwa ajili ya kuvunja mikataba. Neno letu kubwa linatoka katika kitabu kile cha Ayubu sura ile ya 12 na mstari ule wa 20. Ayubu 12 mstari wa 20. Biblia nasema, uondoa matamko ya hao walioaminiwa na kuondoa fahamu za wazee. Uondoa matamko ya hao walioaminiwa, matamko ya hao walioaminiwa, matamko ya hao walioaminiwa. Msikilizaji wangu popote pale unaponisikiliza, matamko, ninapozungumza mikataba, ninazungumza juu ya matamko. Ni mikataba, ni muunganiko, muunganiko unaokuunganisha wewe na matamko yaliyotamkwa na wazee, matamko yaliyotamkwa na falme, matamko yaliyotamkwa na wahenga. Matamko hayo ni mkataba, yamefunga uchumi wako. Kuna kitu alitamka kwenye familia, kuna kitu alitamka kwenye ukoo wenu, kuna kitu aliwatamkia wazee, kuna matamko waliotamka na haya yakawa ni mkataba. Kuna maneno yaliyonenwa, ndio maana ndoa inakuwa changamoto, ulewi, uzai, kiingia kwenye biashara zinaharibika. Maana yake kuna matamko katika ulimwengu wa roho. Lazima kuvunja mkataba katika ulimwengu wa roho. Na leo tunaenda kuichukua damu ya Yesu Kristo
ili kuhakikisha tunavunja huo mkataba. Huo mkataba ukivunjika, uwe na uhakika ya kwamba hatia yako inaenda kuachiliwa. Uwe na uhakika ya kwamba madhabahu zote za mizimu zinaenda kukuachia. Mando koria basatara makosha reketerebo saka. Kuna mkataba wa maneno waliokutamkia, na tunapoomba vunja hiyo maneno waliokutamkia. Kuna maneno mabaya walitamka juu yako. Kuna maneno kama mkataba ambayo litamkwa juu ya wazazi wako, leo hawapo, lakini kuna maneno walitamka juu ya kizazi chenu. Kuna babu zako walitamka, wakaua ndoto na wakaua hatima. Leo tunatangaza katika jina la Yesu Kristo, kila mkataba wa maneno waliotamka, kila maneno waliokutamkia, Biblia inasema uwaondoa matamko ya hao walioaminiwa. Maana yake kuna maneno yalikufunga usiolewe. Kuna mkataba wa maneno ulikufunga usizae. Kuna mkataba wa maneno umefunga usipate kazi. Kuna mkataba wa maneno umekufunga usipige hatua. Leo kwa jina la Yesu Kristo, unaposimama na unapokamata sadaka yako, uwe na uhakika huo mkataba unaenda kuvunjika. Unapogusa sadaka yako, huo mkataba unaenda kuvunjika. Na mimi nataka niombe kila aina ya mkataba wa maneno ambao maneno yamekukwamisha wewe usipige hatua, maneno yamekukwamisha wewe usiinuke, maneno yamekukwamisha wewe usinyanyuke, kila mkataba leo ninauvunja kwa damu ya Yesu. Roho sandaramakuria rikantarabakuria, kwa damu ya Yesu Kristo leo ninatangaza huo mkataba uliouingia tunauvunja kwa jina Yesu. Na wewe simama, anza kuomba, kamata hiyo mikataba. Maneno yote yaliyokutamkiwa, unayojua na ambao wajui, waliokutamkia, leo tunatangaza huo mkataba tunauvunja kwa damu ya Yesu. Rikatarabakota makorabashata, kwa damu ya Yesu Kristo tunakamata huo mkataba waliouweka waenga wazee, wakatamka maneno, wakasema hautafanikiwa, wakasema hautainuka, wakasema hautapiga hatua. Leo kwa damu ya Yesu Kristo huo mkataba tunauvunja, huo mkataba tunauvunja, huo mkataba tunauvunja, huo mkataba tunauvunja. Makora baba sete rekerere shantara baba randa rababa reketerere shanda baba kuria retararasa randa rekaterere shanda baba kuria. Tunavunja huo mkataba wa maneno ya kuvunja, maneno yanayovunja hatima ya ndoa yako. Huo mkataba uliofungwa kwenye ndoa tunauvunja. Huo mkataba uliofungwa kwenye biashara ya kwamba mtapiga hatua tunauvunja. Huo mkataba uliofungwa kwenye hatima ya mashamba ambayo Bwana unatangaza kupiga hatua, lakini unashangaa unapata hasara. Tunavunja huo mkataba. Huo mkataba wa madeni tunauvunja kwa jina la Yesu Kristo. Huo mkataba ambao umekufunga, mkataba uliofunga hatima na ndoto zako, tunauvunja kwa jina la Yesu. Huo mkataba uliosimama kukoshambulia, huo mkataba kwenye magonjwa tunauvunja. Rikatatata roko shatatata reketerere, huo mkataba tunauvunja. Shandoro shanda rakatata, huo mkataba tunauvunja. Shantoro sata retatatata, huo mkataba tunauvunja kwa damu ya Yesu Kristo. Huo mkataba tunauvunja. Tunavunja mkataba, huo mkataba walioweka mbele yako, wakasema hautapiga hatua, hautaenda kwenye viwango vikubwa. Tunauvunja mkataba kwa jina la Yesu. Tunatangaza huo mkataba
walioweka mbele yako ya kwamba utakuwa ni mtu wa matatizo yasiyoisha, tunauvunja mkataba kwa jina la Yesu. Mkataba walioweka waenga na waenga wakasema mtapiga hatua, tunauvunja rikababa kwa damu ya Yesu. Mkataba walioweka wakasema utakuwa ni mtu wa kuzurula tu, hautapiga hatua, hautaenda kiwango kikubwa, ninauvunja kwa damu ya Yesu. Rikababa shatarababa, mkataba walioweka ili uharibu hatima, uharibu ndoto, uharibu maisha yako, uharibu nyota yako, tunauvunja kwa damu ya Yesu. Tunatangaza mkataba wa madeni uliotamkewa kwamba utakuwa ni mtu wa hasara, tunauvunja kwa damu ya Yesu. Wewe mkataba ulioandikwa katika ulimwengu wa roho, waliweka mababu, waliweka mabibi, wakaweka mkataba, leo tunauvunja mkataba kwa jina la Yesu. Leo tunatangaza mikataba yote ya kutofanikiwa, ya madeni, ya kutoinuka, ya kutopiga hatua, ya kutokwenda mbele, ya kutopiga hatua, tunauvunja mkataba kwa damu ya Yesu. Mikataba ya kutokuolewa tunaivunja, mikataba ya kutokuzaa tunaivunja, mikataba ya kutopiga hatua tunaivunja. Resekerere randoro koriba ratatatata makoraba resekerere katika jina Yesu. Mikataba yote tunaivunja leo, tunaivunja leo, tunaivunja leo katika jina Yesu. Tunatangaza uhuru, tunatangaza uhuru, tunatangaza uhuru, tunatangaza uhuru, tunatangaza uhuru. Haya, tunatangaza uhuru, tunatangaza uhuru, tunatangaza uhuru, tunatangaza uhuru. Mungu akupe kuwa huru, Yesu akupe kuwa huru, hakufanye kuwa huru, hakufanye kuwa huru, akufanye kuwa huru, akufanye kuwa huru, akufanye kuwa huru katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, mtu mmoja aseme amina. Chukua dhabihu yako na hiyo sadaka, weka kwenye namba hiyo ya Vodacom. Utashangaa kitu kitakachotokea. Huo mkataba tunauvunja. Wale ambao wamegusa hiyo sadaka, naomba inua mkono wako. Ninatangaza kupitia sadaka hii, huo mkataba wa kutozaa, kutolewa, kutopiga hatua, hayo maneno yaliyotamkwa na mababu na waenga, Baba, kupitia sadaka hii nimeuvunja katika jina la Yesu Kristo maana Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana. Kama unapitia mikataba hii, naomba wasiliana na mimi kwa njia ya WhatsApp, tuvunje hii kifungo ambacho unahisi kwamba kimekushinda, lakini unaweza kujoin kwenye group letu la WhatsApp la maombi. Mungu akubariki, nikualike sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania. Mamia ya watu wanakusanyika kutoka nje na ndani ya nchi kukutana na Yesu Kristo mtenda miujiza. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom, shalom.